Baada ya miaka kadhaa, mwaka wa 2018 na 2017, uvimbe wangu ulilipuka na kukua hadi kufikia ukubwa wa sentimita 9 kwa 10, ambayo inamaanisha kwamba karibu theluthi moja ya ubongo wangu ililiwa. Kitu kinapoliwa na kuondolewa kwenye ubongo hakiwezi kukua tena. Nilikuwa na uvimbe usio sawa ambao ulikuwa na sehemu zenye glioblastoma, ambayo ndio uvimbe mkali zaidi uliopo. Unaweza kuona hilo kwa macho. Tutaonyesha picha yenye dawa ya mionzi kutoka kwenye uchunguzi wa MRI. Hakuna rekodi kwenye kumbukumbu za mtu yeyote aliyewahi kupona uvimbe huo. Watu huishi takribani mwaka 1 hadi 2 kutegemea na ukubwa wa uvimbe, lakini hakuna anayevuka muda huo. Na baada ya kusema amina yangu kwa dhati, nilisikia wazi na kwa sauti kubwa yenye nguvu ikiniambia, sitakuruhusu kabisa ufe milele na milele kwa umilele wote. Na kwenye kipindi cha leo ambacho nakisubiri kwa hamu sana, hata hatukuweza kuanza vizuri kwa sababu kuna mada nyingi sana ambazo mimi na yeye tulijadili kwa mazungumzo ya kawaida. Mgeni wangu ni mwanaume ambaye amepitia tukio kubwa sana, tuseme mshtuko au janga katika maisha yake. Yaani alikuwa na uvimbe kwenye ubongo, uvimbe mbaya sana ambao ulimfikisha karibu kabisa kitandani pa mauti. Alikutana na Mungu na bila kupoteza muda utasikia hadithi yake sasa hivi. Goran Suslik yuko pamoja nasi leo. Goran, asante sana kwa kutenga muda wa kuwa sehemu ya podcast hii, na natumai kwamba kupitia podcast hii tutamtukuza Mungu na kwamba itatumika kuwajenga na kuwatia moyo wengine. Naam, naweza kusema kwamba nilikulia ndani ya imani ya Kikristo. Kweli nilizaliwa ndani yake na niliishi maisha yangu zaidi au pungufu au kwa kiasi kikubwa kabisa kama muumini Mkristo, lakini bila kupitia uongovu wa kina na wa kweli na bila kuzaliwa upya kiroho kwa maana halisi. Mwaka 2010 niligunduliwa kuwa na uvimbe mbaya sana kwenye ubongo. Wakati huo maalum ulikuwa na ukubwa wa takriban sentimita 4, uvimbe mkubwa kabisa. Nililazwa hospitalini, lakini haukuondolewa wala kufanyiwa upasuaji wakati huo, kwa sababu sikuwa fiki kabisa kufanyiwa upasuaji mkubwa kiasi hicho wakati huo, na hivyo basi nilirudi nyumbani kwa familia yangu. Ndipo hasa sisi kama familia tulianza kumuomba Mungu kwa bidii sana ili aniponye kwa muujiza, na polepole lakini kwa hakika nilianza kujisikia vizuri zaidi, nikipata nafuu taratibu katika hali yangu na ustawi wangu kwa ujumla. Na nilipoanza kujisikia vizuri kwa namna fulani, nilianza kupoteza uhusiano wangu na Mungu. Na zaidi ya hayo, karibu nilianza kuhisi kama si Mungu aliyenisaidia, bali nilikuwa mzima kwa sababu ya juhudi zangu mwenyewe. Nilianza kutumia dondoo za mitishamba, nikaacha kula nyama, maziwa na bidhaa zote za viwandani zinazotokana na wanyama. Nilikuwa nafata, undani wa tiba sahihi, lishe asilia, dondoo za mitishamba bila vitamini au madini bandia ambavyo kwa kweli ni hatari na vinatumika kwenye maduka ya vyakula vya afya siku hizi. Hivyo vitu kwa kweli vinadhuru mwili wa binadamu. Mwili wetu unaweza kutumia tu vitu vinavyotokana na mimea, ni maandalizi tu ambayo ni dondoo halisi kutoka kwenye mimea mbalimbali, na hapo ndipo vinafanya kazi ipasavyo. Kuna mambo mengi ya kuzungumzia hapa, lakini sitaki kuingia kwenye hayo sasa hivi. Kwa mfano, ulikuwa unajisikiaje hasa mwaka wa 2010, mwaka huo maalum? Je, ulikuwa na maumivu makali ya kichwa au usumbufu wowote wakati huo? Je, ilikuwa ni maumivu ya kichwa ya kudumu, aina fulani ya kipanda uso? Ulikuwaje hadi ukafikia hatua ya kusema, hebu nataka kwenda kwa daktari kuangalia hili? Kweli, nilizimia ghafla kabisa, na mara moja walinichukua hospitalini kwa gari la wagonjwa, na huko baada ya uchunguzi waligundua nilikuwa na uvimbe mkubwa kwenye ubongo, takriban sentimita 4 hadi 5 kwa ukubwa. Kisha walitaka kuondoa kila kitu mara moja kabisa, lakini kwa bahati nzuri mke wangu mpendwa alipinga vikali na hatimaye hakuruhusu hilo litokee. Kwa hiyo walifungua fufu langu kwa uangalifu, na baada ya kufanya hivyo walimpigia mke wangu simu mara moja kumuomba kwa dhati ruhusa yake ya wazi ya kuondoa kila kitu kabisa. Yeye alikataa kabisa, hivyo wakafunga kichwa changu kwa umakini na kuniacha pale tu. Na kulingana na tathmini yao ya kitabibu, nilikuwa nimechagua kwa hiari kutokubaki hai, jambo ambalo lilikuwa gumu na la kina kutambua. Kwa muda mrefu sana. Alafu nikaanza. Kwa hiyo kabla ya hapo, nilikuwa nakula nyama nyingi na vyakula visivyo na afya. Tangu wakati huo, nimekuwa mla mboga kabisa na kula vyakula vya mimea tu, na niliacha kula nyama na vingine vyote, na nikaanza kujisikia vizuri sana.
Kwa hiyo wakati huo nikiwa hospitalini, na baada ya hapo tulikuwa tukiomba kila mara kwa Mungu ili atuponye na kutuokoa. Kama nilivyosema na nilivyoendelea kupona, nilianza kusahau kwamba afya yangu ilikuwa matokeo ya uingiliaji wake. Na baada ya nusu mwaka niliacha kabisa kuomba na kusoma kwa mwaka mzima. Na ghafla nikajikuta hospitalini. Ilibainika kwamba nilikuwa nimeenda kupimwa mwezi mmoja uliopita na nilikuwa na uvimbe hapa upande wa kushoto. Na mwezi mmoja baada ya hapo, kwa kuwa ulikuwa uvimbe mbaya zaidi uliopo, iligunduliwa nilipopelekwa hospitalini kwamba upande mwingine wa ubongo wangu kulikuwa na uvimbe mwingine wa 3. Mmoja ulikuwa na sentimita 2, hasa mmoja ulikuwa na sentimita 1. Kimsingi kichwa changu chote kilikuwa kama kimeuliwa kabisa. Na nakumbuka hilo vizuri sana. Kweli kabisa. Wafanyakazi wa hospitali waliniambia wazi kabisa kwamba hawawezi kunisaidia, kwamba kwa kweli niende nyumbani nijiandae kuwaaga familia yangu niliyoipenda. Ingawa sikuweza kuwasiliana sana kabisa, nilikuwa katika hali ya nusu fahamu, kwa kusema hivyo, kwa maana ya ishara. Halafu ilikuwa Jumamosi alasiri. Ilikuwa kilele cha majira ya joto, kama nyuzi 40 za Celsiasi. Tulikuwa tumekaa ghorofa ya juu ya nyumba yetu na watu wengi sana walikuja kuomba dua ili nipone. Hapakuwa na wingu angani, na ghafla wakati wa maombi kulianza kunguruma kwa radi kwa sauti kubwa sana, kiasi kwamba kila mtu aliogopa, wakijiuliza nini kinaendelea, kama ni mwisho wa dunia. Ndivyo ilivyokuwa kwa sauti kubwa. Na ghafla nilijihisi mzima kabisa. Nikasimama, nikapata nguvu zangu tena, kisha tukaenda hospitalini kwa ajili ya MRI, na pale ikaonekana kwamba uvimbe wote mpya ulikuwa umetoweka kana kwamba haujawahi kuwepo. Kwa hiyo uvimbe mkuu upande wa kushoto ule hakupungua, lakini kile kilichonifanya niwe kitandani karibu kufa kilitoweka, ikimaanisha Mungu aliumba sehemu hiyo ya ubongo wangu kabisa. Mwaka 2010 iligunduliwa kwamba ulikuwa na uvimbe kwenye ubongo wenye ukubwa wa sentimita 5 hadi 6. Katika kipindi hicho, baada ya kujifunza kuihusu, ulibadili mlo unaotegemea mimea. Kweli? Hasa, uliishi kwa muda gani kwenye lishe hiyo ya mimea? Ulikuwa na lishe hiyo ya mimea kwa muda gani? Naam, nilikuwa nikitumia kwa mwaka mmoja, lakini katika miezi 2 au 3 iliyopita nilianza kupoteza nidhamu na nikaanza kula kama watu wa kawaida, bado bila nyama, lakini si kiafya. Na hivyo katika miezi 2 tu ya kuacha lishe bora, na Mungu wangu, niliugua tena, kwa sababu ikiwa mtu hamsifu na kumtukuza Mungu na kuonyesha shukrani, inamaanisha amemwacha Mungu. Na kisha baada ya hapo, wewe tuseme ulirudi tena kwenye njia ya kweli ya kula uliokuwa nayo hapo awali. Kwa hivyo Mungu alipofanya muujiza mwingine, nilianza kufanya mambo kwa njia sahihi tena. Lakini pia ningewezaje kuiweka kwa usahihi na kwa usahihi katika hali ya kina kabisa ya, unajua, aina fulani ya hisia. Ushuka kwa thamani. Nilikuwa kwenye mkunjo unaobadilika, usio thabiti. Sikuwa imara kweli. Nilifanya kazi kwa bidii kwa ajili ya Mungu na niliwaonya watu mara kwa mara, lakini haikuwa katika ukamilifu wake wote. Kisha baada ya miaka kadhaa muhimu, hasa mwaka wa 2018 au 2017, uvimbe wangu ulilipuka na kukua hadi kufikia ukubwa wa sentimita 9 kwa 10. Kwa hiyo theluthi moja ubongo wangu ililiwa kabisa, na kitu kinapoliwa na kuondolewa kwenye ubongo hakiwezi kukua tena, kwa sababu zile seli za neva hazioti tena, haziongezeki. Kwa hiyo ikiondolewa, imeondolewa. Hiyo ilikuwa lini? Ilikuwa mwaka gani hiyo? Mwaka wa 2018. Na mwaka wa 2018, huo ndio ulikuwa wakati wa mabadiliko makubwa kwangu, sivyo? Niambie, katika maisha yako binafsi, ulikuwa unaogopa kifo? Uliwahi kuwaza kuhusu hilo? Ni mawazo gani yalikuwa yanakupitia kichwani mwako sana wakati huo? Basi, katika ile dakika za mwisho kabla tuseme ya kifo, ambacho ndicho kilichotarajiwa, nilimkaribia sana Mungu. Kwa hiyo katika kipindi hicho kigumu na cha changamoto, katika miaka hiyo nilikuwa napata degedege kali sana, kwa sababu sehemu kubwa kabisa ya ubongo wangu ilikuwa imesukumwa na kuzimwa kabisa. Kwa hiyo ubongo wangu ulikuwa chini ya msukumo mkubwa sana. Uvimbe, kama utakavyoona kwenye picha tutakazoonyesha baadaye, ulisukuma nusu nyingine ya ubongo wangu kwa sentimita 2 au zaidi. Kuna bila shaka vyanzo tofauti vya degedege hata katika muktadha wa kiroho wa mapambano kati ya pande mbili.
Lakini kama kitu kinasababishwa kimaumbile kama ilivyokuwa kwangu, basi sio kuhusu upande huo, bali ni kuhusu tishu za ubongo kuharibiwa kabisa na shinikizo kubwa sana kwenye sehemu iliyobaki ya ubongo, ambayo ilikuwa karibu sentimita 2 hadi 3 nene na za maumivu makali. Ilikuwa mbaya sana kabisa, kama vile mtu anakusudia kabisa kuchomeka waya wa umeme wa volti 230, sio 12 tu, bali volti 230 kamili zenye nguvu moja kwa moja kwenye sikio lako. Na kwa kweli siwezi hata kuelezea vya kutosha athari ya mateso na uchungu kabisa. Hata kama ningekuwa nimejawa na chuki kabisa na nilitaka kweli kumsababishia mtu mwingine mateso kama hayo, singetamani kamwe mtu yeyote, hata mtu kama Hitler. Mateso kama hayo hayapatikani mara nyingi. Nimezungumza na watu, lakini hakuna mtu aliyepitia hisia mbaya kama vile waya wa volti 220 unaotuma umeme kupitia kwako na kukuvunja vipande vipande. Ulikuwa kwenye kitanda chako cha kufa ukikabili mwisho wa maisha yako. Ndio. Kipindi hicho kilikuwaje? Sijawahi kuwa karibu na Mungu. Kwa hivyo, hata kabla ya wakati huo mgumu wa kufa, labda miezi 2 kamili mapema, nilipokuwa tayari nimekuwa dhaifu sana, niliweza tu kutembea hatua 20 au 30 tu, nikihisi ninazidi kuwa dhaifu zaidi kila siku inapopita. Lakini nilikuwa karibu sana na Mungu kiasi kwamba matarajio ya kifo hayakunitisha hata kidogo. Kitu pekee kilikuwa labda kwa ajili ya mke wangu mpendwa na mwanangu mpendwa, ambao ningewaacha, lakini kwangu mimi mwenyewe sikuhisi hofu yoyote. Nilihisi nimeokolea. Nilikuwa nimeingia katika ushirika wa kina na Mungu. Hata kifo hakikunitisha, kwa sababu tunajua kwamba Yesu atakapokuja hivi karibuni katika kizazi chetu, atawafufua waumini wake wote, waliomkubali na kuishi kulingana na mapenzi yake. Kwa namna fulani, hiyo ilikuwa sehemu nzuri zaidi ya maisha yangu. Lakini wakati huo huo, nilihisi ingekuwa ubinafsi kujiwekea wokovu mwenyewe tu kupitia ushirika wa kina namna hiyo, ilhali watu wengi duniani wangepotea milele. Na ndiyo maana nilipokuwa nimelala pale, nilimuomba Mungu kwa bidii, kama ilikuwa mapenzi yake, afanye muujiza, kwa sababu hili halikuwa swala la uponyaji, bali la kuunda ubongo, kwani wangu ulikuwa umeliwa. Kwa hivyo ndiyo. Hebu tufafanue hilo kwa muda mfupi. Kwa hivyo, uvimbe mbaya unapofikia hatua ya juu ambayo kwa bahati mbaya yako ilipata katika siku hizo muhimu za mwisho, hakuna tiba inayofaa. Kwa bahati mbaya inabaki hivyo hivyo, ikihukumiwa kifo kisichoepukika. Uvimbe wangu ulikuwa mbaya sana. Kuna uvimbe usio na madhara ambao si saratani, ni ukuaji tu kwenye ubongo, na watu wanaweza kuishi muda mrefu na huo. Hata wanaweza kufanyiwa upasuaji, lakini wangu ulikuwa daraja la 3 na EV, na haukuwa wa aina moja. Daraja la 3 na EV linamaanisha nini? Basi, kuna madaraja 4 ya uvimbe. Kwa hiyo la kwanza ni uvimbe usio na madhara, ambao ni kama kovu tu na unaweza kuondolewa kwa upasuaji. Kama ukifanyika mapema, unaweza kupona, lakini kadri daraja linavyopanda, ndivyo inavyokuwa vigumu zaidi kumponya mgonjwa. Mimi nilikuwa na uvimbe usio wa aina moja, ambao ulikuwa na sehemu zenye glioblastoma, ambayo ndio uvimbe mkali zaidi uliopo. Unaweza kuona kwamba tutaonyesha picha yenye kichocheo cha utofautishaji kutoka kwa skani ya MRI. Kwa hivyo, kulikuwa na maeneo meupe hasa, na kulingana na kumbukumbu, hakuna mtu aliyewahi kunusurika aina hiyo ya uvimbe. Watu huishi kwa takriban mwaka 1 hadi 2 kulingana na ukubwa wa uvimbe, lakini hakuna mtu anayeishi zaidi ya huo. Kweli, hebu tuendelee na hadithi. Kwa hivyo, katika miaka 28 ulikuwa umelala peke yako kitandani mwako. Ulimwomba Mungu sala gani? Ilikuwaje hiyo? Naam, niliomba kwa muda mrefu sana. Sikuwa na saa wakati huo, lakini lazima iwe angalau ilikuwa saa nzima. Huko tena katika nafasi hiyo takakifu, niliungama dhambi zangu zote kwa Mungu Mwenyezi kwa unyenyekevu na kuelezea hamu yangu ya dhati ya kujitolea kikamilifu maisha yangu yote kwake. Kwa kweli nilikuwa katika ulimwengu wa biashara. Nilikuwa mchumi na pamoja na mtengenezaji mmoja nilianzisha kampuni kubwa ya kutengeneza vifaa vya sauti, na hilo lilinifanya niondoke mbali zaidi na Mungu. Hivyo basi, Mungu alilazimika kuruhusu hilo litokee ili niweze kuwa pamoja naye na nikae karibu na yeye. Lakini katika sala hiyo nilimwomba Mungu kila kitu, nikimwomba anisamehe kwa kuwa nilimwacha kwa kujiingiza kwenye biashara hiyo na mambo yote hayo.
na nilimkiri mbele yake dhambi zote nyingi nilizoweza kukumbuka waziwazi, na kwa dhati nikamwomba anisamehe kwa neema yake ya kimungu. Na kama kweli ilikuwa mapenzi yake matakatifu, kama nilivyosema awali, kufanya muujiza wa kweli ili niweze kutuma ujumbe muhimu wa onyo la dharura kwa wanadamu wote, ili watu wengi waweze kuokolewa kabla ya kurudi kwa utukufu kwa Yesu. Na baada ya kusema amina kwa heshima, nilisikia wazi kabisa sauti tofauti, kubwa na yenye nguvu: sitakuruhusu kabisa ufe milele. Kwa nini milele? Kwa sababu Yesu anakuja wakati wa maisha yetu. Angalia tu hizi krisi kubwa zinazotokea sasa duniani kote, huu utawala wa kidikteta unaokuwa na kuimarika mbele ya macho yetu wenyewe. Watu wengi wamepofuka kwa sababu mambo haya yanatokea taratibu. Lakini ukiangalia miaka 20 iliyopita, hali ya kisaikolojia ya watu imebadilika, mtazamo wao umebadilika. Hakuna mtu anataka kuzungumza na mwingine tena. Ni simu ya mkononi tu. Siku nzima wanashika tu simu zao na kusoma. Kwa hiyo kila kitu kimebadilika. Uasherati umeonekana pekee duniani kote kiasi kwamba haueleweki. Miaka 20 tu iliyopita, maendeleo haya makubwa hayakuwahi kufikirika. Lakini kama nilivyosema mara kwa mara, kwa kuwa tunaipokea kila siku kwa kiasi kidogo na chenye hila, hatuna uwezo tena wa kuelewa kikamilifu kupungua kwa kina na kwa undani kwa ubinadamu ambako kwa bahati mbaya kumeibuka na kushika hatamu. Naona, kwa hivyo ulitoa sala ya dhati kwa Mungu ambayo ilidumu kwa takriban saa nzima. Ni nini hasa kinachotokea baada ya sala hiyo muhimu basi? Naam, nilikuwa hospitalini na jambo la kwanza la kuvutia lilikuwa kwamba ghafla wageni wagonjwa wengine walianza kunijia na kuniuliza kama wangeweza kusikia jambo fulani kumuhusu Mungu. Na hii ilikuwa katika nchi niliyokuwa nikiishi wakati huo. Ni nchi isiyoamini Mungu, iliyo mbali sana na Mungu. Kabla ya chuo kikuu, kazi yangu ya kwanza ilikuwa kama mtaalamu wa X-ray. Na nilisimamia idara yenye MRI na tomography. Kwa hiyo, najua vizuri sana hali ilivyo katika mazingira ya kitabibu. Na kuzungumza kuhusu Mungu katika mazingira hayo haiwezekani. Lakini cha kushangaza, watu kama 30 walikuja kuniona nikiwa pale. Idadi kubwa, na wote walikuwa na kiu ya ukweli, na niliweza kuwaambia ukweli kila mmoja wao. Kitu kilichonishangaza zaidi ni kwamba kati ya watu wote niliokutana nao, kuanzia madaktari hadi wale wanaohusika na usafi, tukio langu kubwa zaidi lilikuwa na mtu aliyekuwa anasimamia usafi. Kwa namna fulani, kupitia mke wangu, alianza kuulizia habari zangu. Ni vigumu sana kuelewa mtu usiyemfahamu kabisa. Watu wanaulizia na kutaka kuwasiliana na wewe. Kisha nikakaa siku chache zaidi katika sehemu nyingine ya mbali, na kwa bahati mbaya sikupata nafasi ya kukutana na yule mwanamke hasa. Basi nikaelekea kule, na hata nikiwa mbali kidogo, mara moja alinipigia kelele, "Goran, hey, unaweza kunieleza kitu cha kweli kabisa kuhusu ukweli, kuhusu Mungu, kuhusu Yesu?" Yaani, kulikuwa na miujiza ya ajabu sana ikitokea, na watu walikuwa wanageukia imani pale hospitalini, kiasi kwamba nilishangaa sana kwa sababu sikuwahi kushuhudia kitu kama hicho kabla. Nilikuwa nimewahi kusoma Biblia na mambo ya siku za mwisho kabla Yesu hajarudi, lakini sikuwahi kushuhudia matendo makubwa na yenye nguvu ya Mungu kama hayo. Naweza pia kusema kwamba hata leo nafanya kazi kwa bidii kwa ajili ya Mungu, na miujiza inaendelea kutokea kila wakati. Kwa mfano, hivi karibuni mimi